Hiki kinachoelezwa kwamba kiungo wa kimataifa Burkina Faso Stefan Aziz Ki yuko mbioni kujiunga kwa mara nyingine na wananchi Yanga akitokea klabu ya Al Ittihad inayoshiriki ligi kuu ya Libya, basi ni habari nzuri sana kwa wanayanga, ni habari mbaya sana kwa wapinzani wa Yanga kwenye michuano mbalimbali inayoshiriki kwa maana ya ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, kombe la muungano, lakini kubwa zaidi ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni kwa sababu gani? Stefan Aziz Ki inafahamika wazi akiwa kama kiungo wa ushambuliaji nyuma ya mshambuliaji kinara katika mfumo wa baada ya golikipa, walinzi wanne, viungo wawili wa ukabaji, viungo watatu wa ushambuliaji, alafu mshambuliaji kinara mmoja. Amekuwa na manufaa makubwa katika timu anazochezea. Hivi sasa yungali katika klabu ya Al Ittihad inayoshiriki ligi kuu ya Libya ambako alijiunga akitokea Wydad Casablanca ya Morocco. Kabla ya kujiunga na Al Ittihad kule Morocco kwenye klabu ya Wydad katika ligi kuu ya Morocco alikuwa amecheza mechi 7, dakika 413 akiwa amepiga mashuti 7 na kufunga bao moja. Lakini kubwa zaidi, Stefan Aziz Ki ambaye inafahamika akiwa na Yanga ashawahi kuwa MVP, ashawahi kuwa mfungaji bora katika ligi kuu Tanzania bara na kufanya mambo makubwa akiwa na Yanga baada ya kujiunga akitokea ASEC Mimosas. Ameongeza kitu kingine, nacho ni pale ambapo timu anayochezea inapopoteza mpira, inapokuwa inazuia. Stefan Aziz Ki wa sasa katika ligi kuu ya Morocco alionyesha juu ya uwezo huo kwamba pale timu inapozuia yeye amekuwa si mvivu katika kupigania mipira. Ndio, huyu ni Stefan Aziz Ki mpya ambaye mpira unapopotea anapambana hasa. Katika mechi 7 akiwa na Wydad kwenye ligi kuu ya Morocco kabla ya kujiunga na Al Ittihad, alifanikiwa kufanya ball recovery, kupora mipira kutoka kwenye himaya ya wapinzani na kurejesha kwenye timu yake mara 11 katika mechi 7, ikiwa ni ushahidi juu ya Aziz Ki mpya ambaye ni mzuri sana pale timu inaposhambulia. Uwezo wake mkubwa wa kupiga chenga akitumia goli lake la kushoto, lakini zaidi ujasiri wa kupiga mashuti ya mbali ambayo hunufaisha zaidi timu yake kwa yeye mwenyewe kufunga, kutoa assist na wakati mwingine kutengeneza hofu kwa wapinzani na hivyo kufanya wenzake watumie fursa hizo katika kufunga. Lakini Aziz Ki wa sasa amekuwa na hicho cha ziada cha kupigania mpira ipasavyo pindi timu inapokuwa defensive, inajaribu kuzuia baada ya kupoteza mpira. Lakini alipotoka Wydad na kujiunga Al Ittihad katika msimu uliomalizika 2025-26 kwenye ligi kuu ya Libya akacheza mechi 11. Kwenye mechi hizo akafunga mabao 6, akatoa assist moja akichangia mabao 7 kwa Al Ittihad. Na sasa akijiunga na Yanga maana yake anakwenda kuongeza mawanda mapana kwa kocha Mangoba Ngiti katika viungo wake wa ushambuliaji. Ikumbuke Yanga katika eneo hilo wako imara sana. Ndio, kuna Alan Okello ambaye hivi sasa inatajwa kwamba Yanga wako mbioni kuingiza fedha kwa kumuuza kwa dau nono zaidi. Sasa yeye akiingia maana yake kuna uwezekano akatoa nafasi hii itakayoachwa na Alan Okello kama ndivyo itakavyokuwa. Lakini vinginevyo eneo hilo bado kuna viungo wa kutosha. Maxim pia Nzengeli anaweza kucheza eneo analocheza Stefan Aziz Ki, lakini vile vile wapo kina Mudathi Yahya Abbas, Albert Kangwanda MVP katika ligi kuu ya Zambia msimu uliomalizika 2025-26, naye yungali katika kikosi cha Yanga. Guu lake lenye nguvu zaidi la kushoto kama Stefan Aziz Ki, anaweza kucheza kutokea pembeni, anaweza kucheza kutokea nyuma ya mshambuliaji kinara. Kuna Hussein Zakwani na nyota wengine wa Yanga katika eneo la kati, na hivyo ujio wake kama kweli hili linaloelezwa litatimia, maana yake Yanga wanaenda kuimarika zaidi. Na kwa sababu hiyo ni tishio zaidi kwa wapinzani, kwa sababu wapo kwa Stefan Aziz Ki, maana yake kuna kwenda kutengeneza nafasi zaidi kwa washambuliaji wao. Peter Shalulile Shashaman, mchezaji wa kimataifa wa Namibia ambaye amejiunga na Yanga hivi karibuni akitokea Mamelodi Sundowns alikomaliza mkataba wa kuitumikia kwa misimu 6. Lakini kuna mshambuliaji Sheikh Ibrahim Atoge aliyejiunga na Yanga akitokea katika ligi ya Championship ya Saudi Arabia katika klabu ya Al Jabalain alikokuwa amefanya vizuri sana msimu uliomalizika akicheza mechi 34, akipiga mashuti 82, kufunga mabao 19, assist 5. Maana yake Yanga hilo eneo la mwisho itazidi kuwa tishio zaidi endapo Stefan Aziz Ki atajiunga na Yanga. Na kwa kocha Mangoba Mngiti itakuwa furaha kwake, kwa sababu katika mifumo ambayo hupenda kuitumia wakati mwingine huwa ni pamoja na kuanza baada ya golikipa anakuwa na walinzi 4, anakuwa na viungo 3, anakuwa na kiungo mmoja juu, anakuwa na washambuliaji 2. Maana yake ni nini? Kuna nyakati anaweza akamtumia Stefan Aziz Ki nyuma ya washambuliaji 2, Sheikh Ibrahim Atoe na Shashaman Peter Shalulile katika kukamilisha mpango huu wa baada ya golikipa ni 4-3
1-2. Lakini uzuri wake Stefan Aziz Ki, goli lenye nguvu la kushoto, anaweza kutumika katika mifumo mingi. 4-4-2, yeye anaweza kuwa miongoni mwa washambuliaji wawili akicheza nyuma mshambuliaji kinara. 4-2-3-1 kama nilivyotoka kueleza. 4-3-3 anaweza kuwa miongoni mwa washambuliaji watatu kule juu akiungana na kina Shashaman. Maana yake Yanga inakwenda kuwa tishio zaidi kwa wapinzani, na inafahamika akiwa katika ligi kuu Tanzania bara msimu ambao Yanga ilitoa ubingwa ikifunga mabao 71, msimu wa 2023-24 yeye alifunga mabao 21 na kuwa ndiye top scorer, mfungaji bora katika ligi kuu Tanzania bara. Na hiyo itoshi, alitoa assist 8. Kwa lugha nyingine alichangia mabao 29 kwa Yanga wakati kitoa ubingwa katika msimu huo ikifunga mabao 71. Lakini vile vile Aziz Ki alikuwa ndiye kinara wa kupiga mashuti katika ligi kuu Tanzania bara, ikionyesha uwezo wake na ujasiri wa kufanya majaribio pindi wanapovuka katikati ya mstari wa uwanja, kwa sababu alimaliza ligi akiwa kinara kupiga mashuti, akipiga mashuti 90 na kufunga mabao hayo 21. Lakini hata katika msimu wa 2024-25 ambao hakumaliza msimu kabla ya kwenda kujiunga na Wydad Casablanca ya Morocco kwa daunono, Stefan Aziz Ki aliondoka kabla ligi haijamalizika, lakini bado alikuwa ndiye mchezaji aliyeshika nafasi ya pili kwa kupiga mashuti mengi katika ligi kuu Tanzania bara. Kinara akiwa jashaua mashuti 74, yeye alimaliza akiwa amepiga mashuti 65, lakini wakati huo akichangia mabao 9 kwa Yanga, akitoa assist 7, akichangia jumla mabao 16, ingawa hakumaliza ligi, aliondoka kabla ligi haijamalizika. Kwa sababu hiyo kujiunga kwake na Yanga, endapo itakuwa hivyo, basi ataiongezea Yanga nasibu ya kufunga, kwa sababu huwa anafanya majaribio mengi. Kwa mfano katika ligi ya mabingwa barani Afrika watahitaji mchezaji wa aina yake ili kuiongezea Yanga nasibu ya kupiga mashuti. Msimu uliomalizika 2025-26 Yanga haikufanya vizuri sana katika eneo hili la kufanya majaribio mengi kwa vigezo vyake. Ndio kwa sababu katika ligi kuu Tanzania bara msimu ambao Stefan Aziz Ki anaondoka 24-25 Yanga ilipiga mashuti 360, ikafunga mabao 83 ambayo yalikuwa ni rekodi katika ligi kuu Tanzania bara tokea kuanzishwa kwake mwaka 1997, kwamba timu inafunga mabao 83 katika mechi 30, lakini mashuti yalikuwa 360. Msimu huu uliomalizika 25-26 Yanga ikiwa haina wachezaji wa aina Stefan Aziz Ki wenye ujasiri wa kufanya majaribio ya mara kwa mara wanapokuwa katika nusu ya pili ya uwanja, Yanga kwa mara ya kwanza ilipiga mashuti 289 ambayo ni mashuti ya idadi ndogo kulinganisha na viwango vyake katika upigaji mashuti kwa misimu mitano. Kinara katika upigaji mashuti alikuwa mtani wa jadi Simba alipiga mashuti 305, lakini Yanga kilichowabeba ni uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao, kwa sababu mashuti 289 walifunga mabao 71 na kutoa ubingwa wa 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara. Watani wa jadi Simba walioongoza kupiga mashuti mengi 305 walifunga mabao 54. Kwa hiyo uwezo wa Yanga kubadilisha nafasi kwa mabao ulikuwa 25%, goal conversion rate, wakati Simba ilikuwa 17%. Lakini wakiwa na Stefan Aziz Ki msimu wa nyuma yake ndio nilitoka kueleza, walipiga mashuti 360, wa nyuma yake walipiga mashuti 347, wa nyuma yake walipiga mashuti 337, wa nyuma yake mashuti 309. Kwa sababu hiyo Stefan Aziz Ki akitua Yanga, kuna uwezekano Yanga ikaongeza makali yake katika eneo la pili la uwanja, kufanya majaribio mengi zaidi na kujiongezea nasibu ya kufunga mabao zaidi kwenye michuano inayoshiriki ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki CRDB, lakini kubwa zaidi ligi ya mabingwa barani Afrika. Atakapotua Yanga, changamoto zikosekani. Mojawapo ni kwamba eneo analocheza ndilo ambalo pia lina nyota kadhaa ambao mpaka sasa wangali wakifanya vizuri. Mudathir Abbas ni eneo lake nyuma ya mshambuliaji kinara katika baadhi ya nyakati, ingawa kwenye mipango ya Yanga huwa kati ya viungo wawili wa ukabaji yeye na Duke Abuye. Lakini maeneo ambayo nimetoka kueleza, wapo akina Maxim Pia Zegeli, wapo akina Hussein Zakwane anaweza kucheza anakocheza Stefan Aziz Ki, kushoto, kulia, kati, lakini pia Albert Kangwanda. Huko tusisahau kwamba Clement Mzize Walid angali akipona, lakini kuna Juma Bushiri, kijana mwenye kipaji ambaye Yanga wamemsajili kutoka katika klabu ya Fountain Gate. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona. Hivi mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.